Bwana msikilizaji, nilishindwa kabisa mimi kuendelea kuvumilia. Ile kuisikia sauti ya mama yangu anaongea huku akiwa analia, nilipata maumivu makali sana katika moyo wangu. Unajua, nilitafakari nikasema kwamba neno alilokuwa ameniambia mama kwamba nitampoteza, ninaweza nikarudi alafu nisimkute. Lile neno lilikuwa linajirudia kwenye akili yangu. Nilisikia kabisa, nikahisi hapa nampoteza mama yangu. Cha kumpoteza mama yangu ni nini? Hapana bwana. Ngoja niende nikajue ni kitu gani ambacho kinamsibu mama. Sauti ile ya mama iliendelea kujirudia sana katika masikio yangu. Haya, basi tu. Haya jamani, kwa heri basi, imeshindika. Msikilizaji, sauti ile bwana ilizidi kuniumiza katika moyo wangu. Nilikuwa sina jinsi tena pale. Swala lilikuwa ni moja, lazima niweze kufunga safari kuweza kurudi nyumbani. Kutoka pale kwa kutumia boda, aisee, unatumia shilingi 7,000. Kuna wakati unatumia mpaka shilingi 10,000, inategemea. Na mimi kihela hapo nilicho nacho ndo kile ambacho nilikuwa nategemea kwamba niweze kukibalance. Nimalizie UE, ni balance na kinauli hapo, mambo yakae vizuri. Kumbuka kwamba maisha yangu hapo mimi nilikuwa bado sina namna ya kupata pesa nyingine tofauti na kumtafuta mwanaume ambaye aweze kunipa. Baba ni alikuwa amesusa kweli kweli. Basi bana, mimi nikatoka pale nikasema hapa inabidi nirudi nyumbani. Nikatoka nikaenda zangu, nikatafuta usafiri. Huyo sikupanda bodaboda kwa sababu nilijua bodaboda ingeweza kuchukua pesa nyingi sana. Nilipanda gari tu, nikaenda nayo mpaka mahali fulani hivi, ndipo mahali ambapo ile gari ilikuwa inakatisha kwenda upande mwingine. Mimi pale ndipo nilishuka, na mimi sasa hapo nikachukua boda. Kidogo nilikuwa nimepunguza safari. Bodaboda sasa pale alinichukulia kama shilingi 3,000 kufika mpaka nyumbani. Nilifika mpaka nyumbani pale. Nilipofika nilishangaa nyumbani kukiwa kumenyamaza kimya. Mapigo yangu ya moyo yalianza kwenda mbio, nikiogopa sije nikawa nimempoteza mama yangu. Nilianza kupiga simu ya mama yangu, lakini kwa bahati simu yangu ile nilipokuwa napiga ilikuwa haipokelewi. Nilijiuliza sana kuna shida gani. Moja kwa moja nilienda mkukumkuku mpaka pale kwenye mlango. Niliangalia mlango, bibi, ule mlango ulikuwa hujafungwa kwa ndani wala kwa nje. Ulikuwa umeegeshwa tu. Nikasukuma mimi nikaingia ndani moja kwa moja mpaka ndani. What happened to my mom? Nilipofungua tu mlango, nikasikia sauti ya mama ikiwa inaitika kwenye chumba chake kule. Nani huyo jamani? Na nilivyosikia vile nikamwambia mama. Akasema, Lile mwanangu, ni wewe? Hebu njoo unifungulie jamani, umekuja bora, umekuja jamani bora. Msikilizaji, moja kwa moja spidi yangu, break ya kwanza ilikuwa katika mlango wa chumba cha mama yangu. Mlango ulikuwa umefungwa kwa nje, lakini ulikuwa hujafungwa kwa full, ilikuwa tu amerudishia lile komeo alikuwa amelirudishia. Nikafungua pale, mama yangu alinikumbatia kwa furaha sana, na mimi nilimkumbatia kwa furaha. Nilifurahi sana kwa sababu nilishakuwa na mashaka makubwa sana kwamba maybe nimempoteza mama yangu. Nilimkuta mama yangu akiwa analia. Alilia sana machozi ya furaha baada ya kuniona mimi. Nikamwambia, mama, shida ni nini mama? Shida nini mama? Mamangu akaniambia, nisikilize nikwambie. Sijui kwa kweli jamani. Kwanza nikushukuru sana kwa sababu umekuja mwanangu. Bora umekuja tu, hata kama sasa hivi nikifa, lakini kizazi changu kiko hapa. Wewe ndo mwanangu mpendwa, wewe ndo mwanangu pekee aliyenipa Mwenyezi Mungu. Nikamwambia, mama, sawa, lakini shida ni nini? Baba kafanyaje kwani? Mwanangu, ugomvi wa baba yako sijui unamkaje. Sijagombana na yeye kitu kingine, yani kipya, lakini ameamka tu na kuanza kuniongelesha maneno ya ajabu huku akianza kunipiga. Nilivyotaka kukimbia, amenishika, amenivuta kwa nguvu. Muda ule na kupigia simu, alikuwa ananitisha kwamba anataka kunichinja, amechukua panga, anataka kunichinja. Amenikandamiza kwenye kitanda, alivyonyanyuka kutoka nje, sijui alifuata nini, ndipo alipiga simu. Alirudi hapa,
aliporudia kunipiga kunifanyia kitu chochote zaidi, aliniambia utafia hapo hapo ndani. Alirudisha mlango akaondoka. Nikamwambia mama, kwa hiyo baba yeye ndo alikufungia hapa ndani? Akaniambia ndio, baba yako ndo amenifungia hapa ndani. Mama, hivi kwa nini babangu amebadilika kiasi hiki? Yani kama baba hakutaki, si bora tu mwachane mama, uishi maisha yako ya amani kuliko maisha ambayo unaishi hivi. Mimi hivi nitasomaje mama? Baba amekataa kunilipia ada, lakini tena nikiwa huko naendelea kuganga kuhangaika huku na kule, lakini bado tena ananipa msongo wa mawazo. Mama, mimi nitawezaje kusoma mama ikiwa huko nyumbani nyinyi mnagombana kiasi hiki? Nilijua kabisa kwamba jinsi ninavyoongea na machozi yanaanza kutoka, ile hali itamuumiza mama zaidi. Mamangu alianza kulia, ikabidi sasa mimi nijikaze, ninyamaze ili mamangu asilie, kwa sababu nikilia nini mimi nazidi kumuumiza mama. Nikamwambia basi mama, lakini basi Mungu atasaidia tu. Nikamwambia sasa mama, kwa hiyo wewe hebu kwanza usilie. Kwanza inabidi tuwe ngangari, kwa sababu tukata tukilia hakuna kitu ambacho kitasaidia. Hebu kwanza mama yangu futa machozi, hebu nyamaza kwanza, afu tuongee mama, mimi niko na wewe, siwezi nikakuacha mahali popote. Lazima tu tuongee, tuangalie namna ambavyo unaweza ukaishi kwa amani mama yangu. Mama kaniambia, sasa mwanangu tunafanyaje? Nikamwambia mama, kwani wewe hauwezi kuhama hapa nyumbani? Nihame niende wapi? Mama, niko tayari tupambane tu kwa namna yoyote ile, lakini uondoke hapa nyumbani. Ni bora ukatafute, yani ukakae kwenye chumba kimoja ambacho unakaa kwa amani kuliko kukaa kwenye jumba lote hili, lakini unaishi hujui kabisa. Hivi mtu ambaye anakutishia hivi vipi ya hizo hasira zake zikipanda mkiwa mmelala, si anaweza akamka akakuchoma hata kisu cha shingoni mama, nikakupoteza mama yangu. Mwanangu, wewe mwenyewe unavyosema hivyo, hata mimi ninafikiri hivyo. Basi mama, nisikilize nikwambie, hapa ndani upaswi kuendelea kukaa. Hapana mwanangu, siwezi nikaondoka. Nitakwenda wapi na umri huu jamaa? Sio habari ya utakwenda wapi. Kitu cha kwanza na cha muhimu mama ni usalama wako. Ili na mimi niweze kusoma nikiwa na amani, ni lazima wewe uko salama. Nijue kabisa nyumbani ni salama, ndo ninaweza nikasoma hata na mimi vitu vikakaa. Siwezi kukuacha hapa ndani mama, inabidi uhame hapa ndani. Msikilizaji huko na kule, ongea. Mamangu alikuwa hataki kabisa. Alikuwa hataki. Nikambembeleza pale. Mamangu akatulia. Nikamwambia mama, sasa tupike tule. Ngoja nipike. Nilifurahi baada ya kuona mamangu akiwa ameanza kuchangamka. Nilikuwa sijui kwamba ni nini ambacho kingeweza kufuata baadaye. Nikapika pale, nikakuta mamangu story. Mama ni kama alikuwa amesahau kabisa mambo ambayo yalikuwa yameendelea. Kile ndo kitu ambacho nilichokuwa natamani, kumuona mamangu akiwa na furaha, akiwa amechangamka. Nilianza kuliona tabasamu la mama yangu. I say, nilifurahi jamani. Nikwambie kitu, hakuna jambo ambalo linakuwa lina furaha sana kama ukimwona mamako akiwa na furaha, hasa kama kuna muda alikuwa na huzuni, alafu mkuti mamako furaha yake inarudi. Hakuna jambo ambalo linakuwa ni la furaha kama hilo. Basi pale tukamaliza pale, tukamaliza kupika, tukaanza kula na mama yangu pale. Huku tunakula tunapiga story. Kidogo ningesikia gari ikiwa inapaki nje. Nilikuwa najua kabisa huyo ambaye aliyepaki hiyo gari ni baba, kwa sababu nilikuwa nafahamu sana tu. Hata mlio wa gari ya baba nilikuwa nafahamu. Pap akaja tukasikia anasukuma mlango anaingia ndani. Aha. Okay. Sawa. Hivi wewe Lilen, kilichokurudisha hapa nyumbani ni nini? Unajifanya kwamba wewe pengine ukiwepo hapa, yani unacha kusoma huko na kuja hapa. Hivi msikilizaji, babangu aliongea huku anagugumia kuonyesha kwamba ana hasira sana. Alikuja speed pale mahali ambapo tulipokuwa. Akanishika kichwa changu, akakishika na kichwa cha mama. Akaanza akavigunganisha kwa nguvu pale mara moja. Nilisikia maumivu hadi nikaona kizunguzungu. Lakini nilimuonea huruma sana mamangu kuliko hata mimi. Nilipepesuka pale tukiwa tumekaa.
na chakula hapo. Bahati tu ni kwamba tulikuwa tuko karibu kumalizia chakula, lakini chakula hatukuweza kuendelea kumakula. Jamani, kichwa kiliniuma. Nilikaa kama dakika 5 hivi sielewi ni nini kinaendelea. Hata kulia nilishindwa. Baadaye nikaanza kuona yani kama fahamu ndo zinarudia vile. Nikamtazama baba amesimama pale, akaanza kufoka. Wewe mpumbavu wewe, wewe si unapaswa ukae shuleni? Kilichokuleta hapa nyumbani ni nini? Huyu mama yako ndo anakudanganya. Kimekuleta hapa, sikutaki hapa nyumbani kwangu kwanza. Sikutaki hapa nyumbani. Wewe utajua unakwenda wapi. Ukae huko shuleni na ukimaliza utajua pa kwenda. Baba, sina mahali kwingine pa kwenda tofauti na hapa nyumbani. Lakini baba, kwa nini unatufanyia? Wewe. Baba, muulize mama yako. Sitaki uniite mimi baba. Muulize mama yako, atakueleza baba yako alipo. Baba, hivi lakini kwa nini hivi? Hivi kweli hata mimi na wewe jinsi ambavyo tunavyofanana hivi kweli hivi kwa nini lakini ugomvi wenu una alafu kwa nini unamfanyia mama hivi? Kwa nini unamfanyia hivi mama? Msikilizaji, machozi alianza kulia pale. Machozi alianza kutoka pale. Nilikuwa nashindwa kujizuia. Mama yangu pale alibaki akiwa ametazama tu. Hata machozi alishindwa kutoka. Alibaki akiwa amenitazama mimi, anamtazama baba kwa jicho fulani hivi. Nilipandwa na hasira nilivyomtazama mama yangu anakaa katika hali ya unyonge vile, alafu baba linafoka pale. Nikamuuliza, baba, unataka kutua? Unataka nini? Ni bora utue tutujue hatupo kuliko mateso unayotupitisha hivi. Mimi nimekuja nyumbani kumtazama mama yangu. Unamtishia mama yangu panga, alafu unaniambia kwamba eti sijui nimekuja kufanya nini? Ningeacha kuja wakati unamtishia mama yangu kumua. Kwa nini unafanya hivi baba? Kwa nini unafanyia? Aha, kumbe wewe huna akili Ndo amekwambia kwamba nimemtishia. Sasa ni wakati wa kufanya kweli. Kwanza hebu njoo hapa. Pumbavu. Msikilizaji, babangu akanivuta. Akanisogeza hapa. Alinivuta mpaka kwenye kifua chake akanikumbatia. Akaniambia sasa mama hakukubali ese. Mama akaja pale akamrukia baba na kuanza kuniachanisha upande huu baba huku na huku. Baba akamwambia mama, Niache sikakuvunja. Nitakuvunja. Yana wewe na hasira, nitakukatakata mapanga. Baba akanivuta kwa nguvu, akamsukuma mama, akamzidi mamangu nguvu, mama akadondoka. Akanivuta akanipeleka mpaka chumbani. Akaniambia aliponiingiza chumbani akafunga ule mlango. Mama akawa anakuja kwa kasi kusukuma ule mlango huku akiwa analia. Na uvunja mlango. Wewe unamfanyaje mwanangu? Wewe mbaba wewe. Fungua wewe mbwa wewe. Mamangu akaanza kutukana pale. Sasa katika kufanya vile baba akaanza kukura. Ndipo nilishangaa baada ya baba kubadilisha. Yaani mambo ambayo aliyokuwa anataka kufanya ni tofauti. Akamwambia mama, nisikilize wewe mpumbavu. Unayegonga. Cha kwanza naomba unisikilize. Nikiufungua huu mlango utajuta. Kaa huko utulie. Unamfanyaje mwanangu wewe? Fungua. Yaani nikisikia huyu mwanangu akilia hapo mimi niko yaani wewe fungua mtoto mwanangu. Unakana mwanangu uko ndani wa nini? Wewe nisikilize wewe. Wewe ulishaniambia kwamba huyo mtoto sio wangu. Sasa nataka nikwambie huyu ndo anakuwa mke wangu sasa hivi. Wewe unapaswa uondoke, upotee hapa nyumbani kwangu, sikutaki. Huyu ndo mke wangu sasa hivi. Nafikiri hili ndo jambo ambalo utakalolielewa vizuri. Si umeniambia huyu sio mtoto wangu? Kama sio mtoto wangu na ni mtu mzima, maziwa yamekaa vizuri, unafikiri nitamfanyaje? Sio mtoto wangu ni nani? Inabidi awe mke wangu huyu. Sasa ngoja nikuonyeshe. Msikilizaji, maneno ya baba yale yalinifanya mimi niweze kutikisika sana. Kwa sababu muda ule alikuwa amenitupia pale kwenye kitanda. Nilikuwa nahofia mwanzoni kwamba babangu angeweza kunikatakata, labda anichinje pale ndani. Lakini badala yake nilishangaa baba akianza kufungua mkanda wake wa suruali. Anafungua mkanda wake, alafu huku anamwambia mama yangu maneno mazito. Anamwambia kwamba mimi ninapaswa niwe mke wake. Msikilizaji, pale ndipo ambapo nilihisi kwamba hii dunia pengine imebadilika. Nilihisi dunia sasa kama yote imenilemea, inataka kuniangukia mimi. How can I sex with my father? How can it happen? Nilijiuliza maswali mazito sana. Ninawezaje mimi nikafanya mapenzi na babangu mzazi? Kwa nini babangu anataka kuniingilia kimwili? Ni vitu gani hivi?
Msikilizaji, pale nilimfuata babangu na kuanza kumbembeleza, akamwambia, baba please, naomba usio kanifanyia vitu vibaya baba. Baba wewe ni baba yangu, naomba usinifanyie vitu kama hivi. Subiri. Tuli. Afu wewe, mama yako amekwisha kunieleza kwamba wewe sio mtoto wangu. Na kama wewe sio mtoto wangu, ni nani wangu? Kwanza umeumbwa vizuri. Mimi siku zote nilikuwa nikikutamani sana. Nilikuwa nikakijizuia tu kwa sababu wewe niliamini kwamba wewe ni mtoto wangu. Kwa sasa hivi kama wewe sio mtoto wangu, unafikiri ni kitu gani? Hakuna kitu cha kunizuia. Naomba utulie. Baba, acha kusikiliza ugomvi wako wewe pamoja na mama na kuingiza kwangu baba. Mimi ni mtoto wangu. Ukiendelea kunisumbua, nitakufanya kitu kibaya ambacho mama yako atalia siku zote. Nitakufanya kitu kibaya ambacho mama yako atalia siku zote za maisha yake. Siwezi nikakwambia wewe utalia kwa sababu hutapata fursa ya kulia. Naomba utulie kimya. Na sasa upige hata kelele uone. Msikilizaji, unajua nilichoka pale. Sasa nilitetemeka. Baba baada ya kutupa mkanda wake kule pembeni, alivua shati lake akaliweka pembeni, akabaki yuko na vesti na suruali bado hajaiweka pembeni. Akatoa panga lake pale, akaanza kulishika na kuanza kunitishia. Akaniambia, unasikia lile panga lile? Akawa analigusisha likiwa na makali yake, analigusisha hapa kwenye kichwa changu hapa. Jasho lilinitoka kubwa sana. Nikaanza nikasema, ina maana ndio maisha yangu yanafikia mwisho. Akaniambia, ukiendelea kupiga kelele sitasema tena. Kaa hivyo utulie. Na huyu mama yako huyu, ngoja nimpe onyo la mwisho. Kama hatosikia, utamlilia mama yako siku zote za maisha yako, kwa sababu yeye hatapata fursa ya kulia. Msikilizaji, baba aligeuka akapiga bapa zito sana pale kwenye mlango ule. Akamwambia mamangu, sitaki hizo kelele zako hapo nje. Nikitoka hapa sitapiga hili panga pembeni, litashuka kwenye kichwa chako. Naomba ukae kimya. Au nataka nikufungulie? Nikufungulie? Ndio, mfungue huko, fungua nimwone mwanangu. Kama umemuua nijue. Mamangu aliogopa kwa sababu mimi nilikuwa nimekaa kimya, nimenyamaza. Pengine mamangu alihisi kwamba mimi tayari nimeshauliwa. Baba akamwambia, ingia. Akafungua mlango. Mamangu akaingia pale. Akamwambia, sasa nisikilize. Ikiwa unataka ukae hapa ndani, cha kwanza uache kelele, alafu usithubutu kunilaumu kwa kitu chochote kile. Msikilizaji, babangu alitoa kamba fulani hivi ambayo ilikuwa iko chini fulani kwenye meza fulani hivi pale chumbani. Ile kamba ilikuwa imekuja na nani, kuna vitu alikuwa ameletea pale, kama amefungia kwenye vibox. Sasa sijui ilifikaje pale ndani, lakini ilikuwa iko chini ya meza pale. Akaichukua ile pale, akamwambia mamangu, nyosha mikono yako. Mamangu alianza kulia. Akamwambia, baba nani? Baba Lili, kwa hiyo unataka uniue? Unataka kama ukinisikiliza sitakuua, lakini ninataka nikukomoe na kukuumiza moyo wako kama vile ambavyo wewe unavyoniumiza moyo wangu. Kama jinsi ambavyo ulivyoniumiza moyo wangu mimi, ninataka nawe nikuumize. Baba nani, kwa hiyo unataka unifunge? Nimekwambia ninataka tu usinisumbue. Ninataka nawe nikuumize moyo. Kwa hiyo unataka umue mwanangu? Sijakwambia siwi mtu. Ikiwa mtakuwa na utulivu na kunisikiliza nachokitaka, siwezi nikamuua mtu yeyote. Sasa leta hiyo mikono yako, usinisumbue kwa sababu nitakukatakata mapanga. Msikilizaji, mamangu alinyosha mikono, babangu akamfunga, akaishusha ile kamba, akamfunga na miguuni, akamwambia, sasa wewe nisikilize, kitu kingine cha mwisho. Msikilizaji, babangu akachukua blouse ya mama ambayo ilikuwa pale ndani, blouse hivi ya rangi ya rangi fulani hivi kama inaelekea kwenye blue hivi, alafu akaichukua akaikunja, akamwambia mamangu, tanua mdomo. Mamangu alitanua mdomo wake. Baba akaiweka ile blouse nzima akaibugia akaifukia kwenye mdomo wa mama yangu. Iliingia mdomo wa mama wangu ukawa umebaki umetanuka tu. Alafu sasa hawezi kuitema, hawezi kuifanyaje. Akaambia, ukisumbua utaimeza hiyo. Ukae utulie hapo. Msikilizaji, babangu akamchukua mama,
akamweka pale pembeni, akawa amemlaza sasa, kwa sababu mamangu mikono imefungwa, miguu imefungwa. Akamgeuzia upande wa kule kwenye kitanda, akaniambia, sasa wewe nisikilize, mama yako ameng'ang'ana sana kuingia huku ndani, mahali ambapo nilikuwa sitaki aingie, lakini mama yako ameniumiza moyo wangu sana kuniambia kwamba wewe sio mtoto wake na wewe sio mtoto wangu. Hakuna maumivu ambayo ni makubwa sana katika hii dunia kama mwanaume kuambiwa kwamba mtoto aliyekuwa anaamini ni wa kwake na kumlea kwa upendo wa kila namna, kuambiwa kwamba mtoto sio wake. Hilo jambo limeniumiza moyo wangu, na sijui kama kuna jambo ambalo litaniumiza moyo wangu kama hilo. Pengine huko nyuma kuna jambo liliniumiza zaidi, na hilo jambo si lingine lakini ni kupotelewa. Ni kipindi nilipompoteza mama yangu mzazi. Hilo ndo jambo ambalo limeniumiza kuliko jambo lingine lolote lile huko duniani. Na jambo la pili ni hili la mama yako kuniambia mimi kwamba wewe sio mtoto wangu, ili hali niliishi na yeye kwa heshima zote, nikiamini kabisa kwamba wewe mtoto ni wa kwangu. Nataka nimuumize mama yako na yeye aumie, ajue jinsi gani maumivu ya kuumiza moyo jinsi ambavyo yanavyouma. Lakini wote mtabaki hai, lakini ukinisumbua mama yako akata kulilia siku zote za maisha yako. Msikilizaji, mamangu alikuwa anatabika akitamani kutoa sauti, lakini sauti yake ilikuwa haitoki kabisa, kwa sababu alikuwa amezamishiwa blauzi mdomoni mwake na mikono yake ilikuwa haina uwezo sasa wa kupanda na kuweza kuitoa ile blauzi ambayo iliyokuwa iko kwenye mdomo. Mamangu alitamani aweze kupiga hata yowe, lakini isingewezekana. Baba katili kabisa huyu alikuwa yuko pale ndani, anataka kunifanyia vitendo vya ajabu. Sikiliza nikwambie, huyu anapiga makelele hapo, lakini nilifanya hivyo makusudi, kwa sababu nilifahamu hiyo sauti haiwezi kutoka na kwenda mahali. Sasa nataka unisikilize. Kwanza, weka nguo zako zote pembeni. Wewe mwenyewe kwa hiari yako kabisa, weka nguo zako zote pembeni. Msikilizaji, mama yangu aliposikia vile, kwa sababu mahali alipokuwa alikuwa anatuona vizuri, alianza kutoa machozi akinitazama. Nilimtazama mama yangu na mimi nilitoa machozi, lakini lile panga ambalo lilikuwa liko pale kwenye mikono ya baba lilinifanya mimi niweze kutii kila kitu ambacho baba alichokuwa ananiambia. Nilianza kuchukua nguo zangu na kuziweka pembeni. Ilikuwa ni hatua kwa hatua ili niweze kufanana kama tarehe ambapo mimi nilipokuwa nimezaliwa. Nilitoa zingine nikaanza kuweka pembeni. Niliogopa kabisa kutoa na kumalizia nguo zangu za chini wakati nilikuwa nimetoa za juu. Nisikilize wewe, ninahitaji uzimalizie hizo nguo zote kama nilivyokueleza. Usitaki nikufanye bucha sasa hivi hapa mbele ya macho ya mama yako. Nilimtazama mama yangu, aliniangalia kwa jicho la huruma, kana kwamba vile ananiambia, mwanangu, vua tu. Msikilizaji, nilivua nguo zangu zote, niliziweka pembeni na kutulia. Baada ya kuona vile, baba akaniambia, okay, ingia uwanjani. Sasa msikilizaji, nikaingia kwenye uwanja. Nikaingia pale kwenye kiwanja kile, nikapanda vizuri, nikajipandisha vizuri. Lile panga akalitupia pembeni. Akamwangalia mama yangu, akaanza kumwambia, sasa kabla ya kufanya kitu chochote, nikushukuru sana mke wangu, kwa sababu wewe ni mke wangu. Nikushukuru sana kwa sababu umenieleza ukweli ambao umenifanya nipate kitu kizuri sana. Japokuwa ukweli unauma na umeniuma, ni kweli, lakini ninachoshukuru ni kwamba katikati ya machungu kuna furaha. Mke wangu, umeniumiza sana kunieleza kwamba huyu mtoto sio wangu, lakini nikushukuru sana kwa sababu umenipatia mwanamke pia vile vile. Mtoto huyu ana umbo zuri sana na sura nzuri kupita kiasi. Sina namna ya kumwelezea,
ni umempa ule uzuri wako wote ambao niliokukuta nao kipindi kile. Hata sasa hivi kweli hujaisha, lakini huwezi kumkuta binti yako huyo. Ninakwenda sasa nawe kukuumiza moyo kama mimi ulivyoniumiza kwa kuniambia mtoto sio wako. Ninakuumiza moyo na sijui kama wewe utafurahia kiasi gani. Mimi umeniumiza moyo, lakini nimeipata furaha katikati hii kwa sababu ninakwenda kumla mtoto wako mbele ya macho yako. Sijajua wewe furaha utakayoipata ni ipi. Ni lazima nikuumize moyo wako na wewe. Sasa kaza macho yako vizuri, utazame kinachoendelea hapa. Nyinyi msikilizaji, unajua mimi pale machozi yanaanza kunitoka. Mama yangu machozi yanamtoka pale yalipo, lakini baba yangu alikuwa na furaha iliyopita kiasi, huku akiwa anachekacheka katika hali ya kinafiki. Okay. Nahitaji sasa niweze kukukumbatia na kukupiga busu za kila namna. Mama yako ameshaniruhusu kwamba wewe uwe mke wangu kwa sasa. Baba, mama hajakuruhusu vitu kama hivi. Nisikilize nikwambie. Tena naomba niliweke wazi hili. Ninakuomba kitu kikubwa sana. Kama kuna lawama zozote ambazo unaweza kuzitupia kwangu, na kuomba usizitupie kwangu hizo lawama, mlaumu mama yako. Kwa sababu mama yako ndiye aliyeniambia kwamba wewe sio mtoto wangu. Na wewe unafahamu ni jinsi gani ambavyo nilikuwa nikiishi na wewe siku zote kwa heshima na kukupenda. Lakini hivi karibuni, kwa sababu amelinitajia kwamba wewe sio mtoto wangu, nimeamua sasa kuishi na wewe kama mke wangu, kwa sababu sio mtoto wangu. Kwa hivyo jambo lolote litakalo kuumiza, naomba umlaumu mama yako na sio mimi. Msikilizaji, babangu aliongea maneno yale huku akiwa ananisogelea pale katika kiwanja. Alisogea pale na kuanza kunifanyia kana kwamba mimi ni mke wake. Mama yangu alikuwa anatazama hivi mpaka machozi yake yalikuwa yanatoka. Baba alianza kunipa unyevu pale. Akawa haja mdomoni na kuchukua lita kadhaa. Sasa unajua haya mambo bana, mwanzoni nilikuwa nikikataa. Lakini baba alivyoanza kuchukua lita kadhaa pale, kuna hali fulani nilianza kujisikia, hali ya kupokea na kukubaliana na jambo lile. Mama yangu machozi yalikuwa yanashuka, yanazidi kumtoka. Nilipomtazama mama yangu, roho yangu iliumia. Lakini niliendelea kukubali kumpa baba yangu lita kadhaa alizokuwa anazitaka katika mdomo wangu. Baba yangu aliendelea kunichezea michezo mbalimbali pale, huku akiwa anaitaka eti kwamba mechi iweze kuanza. Nafsi yangu ilikuwa inasutwa sana na kuumia kwamba baba yangu ananifanyia kitendo hiki. Nilishindwa kumkatalia. Nilihangaika huku na kule ili kwamba hilo jambo lisitokee, lakini haikuwezekana kabisa. Baba yangu alikuwa amenuia vibaya mno. Alinipelekea mikono huko kwa bibi. Akawa huku akiwa anaonyesha na kufurahi na kupiga katika maeneo yangu ya kukalia, akiwa anapiga makofi. Alinisifia kwamba eti mimi nimeumbwa vizuri, huku akisema anamshukuru mama yangu kwa kusema kwamba eti mimi sio mtoto wake. Baba yangu mimi alinichezea mpaka nikafikia wakati sasa ninaona kama lile jambo ni sahihi, kwa sababu mambo ya hisia hayafai kukataa muda wote. Utakataa, lakini kutokana na jinsi ambavyo mtu anavyoendelea kukufanyia vitendo, utajikuta mwili wako nao ukianza kupokea ile hali. Nilijikuta ile hali nikizidi kuipokea, huku babangu akiwa anasogea na kuanza kupeleka eti anataka elekee chumbini kwa mtoto wake. Akili ilivyokuwa inarudi, nilikuwa nikitoa machozi. Lakini staili ambayo baba alivyokuwa anafanya akiwa anaelekea kwenye chumvi huko Uvinza, kufanya kazi huko Uvinza, kulinifanya mimi nipokee ile hali. Nilijikuta nikiwa nafurahi. Baba yangu bwana aliendelea kunifanyia vitendo vile. Alijizatiti sana katika kufanya jambo lile.
huku akiwa anaenda kabisa, anaingia kabisa maeneo ya Uvinza bila matatizo yoyote, na alikuwa anafanya vile kwa ustadi mkubwa ambao ulinifanya mimi sasa nisione kama ananitendea kitu kibaya. Nilisahau kabisa hata kumtazama mama yangu mahali alipokuwa amekaa. Mahali alipokuwa amelazwa pale mama yangu, nilisahau kabisa kugeuka na kutazama kwamba ni mama anachukuliaje jambo lile. Na hii ni kutokana na jinsi ambavyo hisia zilivyokuwa zimenizidi. Nilikuwa nikifurahia vitendo ambavyo alivyokuwa anafanya baba wakati ule. Lakini haya yote baba alikuwa anasema kwamba anafanya eti ili kumkomoa mama yangu. Baba yangu alifanikiwa kufanya vile, na hatimaye baba yangu alianzisha mechi kati yake yeye na mimi. Kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa ameniandaa vizuri kwa ajili ya mchezo, sikuona hata kama ni shida. Nilijikuta nikitoa ushirikiano mzuri sana kwa baba yangu. Kitendo kile kilifanywa yani sijui niweze kukwambiaje msikilizaji. Lakini kitendo kile kilifanywa bila hiari yangu, lakini kutokana na ushawishi ambao uliokuwa umetokea kwa njia ya maandalizi, nilijikuta nikifanya vile kwa hiari, ili nikionekana kana kwamba ni hiari yangu kabisa. Tukiwa katikati ya mechi, babangu alianza kunieleza akiniambia, ninamshukuru mama yako sana. Ninamshukuru mama yako sana kwa kunipatia wewe, na wewe lazima nikuoe. Na nilikueleza kwamba nilikataa kwamba siwezi kukusomesha, na kuahidi kama utakubali kuwa na mimi nitakusomesha kabisa kabisa. Nitakusomesha popote utakapotaka. Hata kama ukitaka nikupeleke nje nchi nitakupeleka. Sio kwa mechi hii. Mechi hii jamani. Msikilizaji, babangu alikuwa anasifia mechi. Na wakati huo akiwa anazungumza hivyo, na mimi nilikuwa nimefika kwenye level ambayo hata pale ambapo ule mpini ulivyokuwa unatoka kwenye jembe, nilikuwa nikiushika ule mpini na kurudisha mimi mwenyewe. Sikutaka kabisa ule mpini uweze kucheza pembeni. Nilikuwa nikiung'ang'ania ule mpini wa baba niweze kurudisha pale pale, kwa sababu nilikuwa niko kwenye hali ambayo si kawaida. Msikilizaji, unaelewa kwamba hivi vitu bana, ukisha kuwa umefika kwenye ile situation ya juu kabisa, hutojali kwamba aliyeko juu yako ni nani, ni kaka yako au baba yako au ni nani. Wakati baba yangu anazungumza maneno hayo, ndo kipindi ambapo mpini ulikuwa umenikolea kweli. Sasa ule mpini ukiwa unatoka vile, nilikuwa naurudisha, nihakikishe kwamba mpini uweze kubaki kwenye jembe, ili kusudi jembe liweze kulima vizuri. Nilienjoy sana kwa kweli. Tulifanikiwa kumaliza ile mechi ikiwa kila mmoja akiwa ameifurahia ile mechi. Sasa baada ya mechi ile, akili zangu zilirudi. Niligeuka kumtazama mama yangu kwamba mama yangu sasa anaendelea katika hali gani. Jamani, mapigo yangu ya moyo yalienda spidi sana baada ya kumwona mama yangu. Mama yangu nilipomtazama ni kama mtu ambaye alikuwa hajiwezi kabisa. Ni kama mtu ambaye pengine amefariki pengine. Jicho lilikuwa limemgeuka, alafu ametulia tu pale chini, mahali akiwa ameendelea kufungwa mikono na miguu pale. Nilimsukuma baba huko nikamwambia, wewe mama yangu, wewe mama yangu. Hana tatizo. Hamna shida hiyo. Hana tatizo bwana. Hebu tuendelee bwana. Wewe. Msikilizaji, niliruka pale kwa sababu akili zangu zilikuwa zimekaa vizuri na kwenda moja kwa moja kumshika mama yangu. Nilimuita huku na kule. Nilikuta mamangu akiwa amekaa kama. Hisia zangu zote ziliniambia kwamba pengine nimekwisha kumpoteza mama yangu. Nikaanza kulalamika na kulia nikimwambia, baba umemuua mama yangu. Baba umemuua mama yangu wewe, baba umemuua mama. Nilianza kulia kwa sauti kubwa sana. Baba yangu lile jambo nalo ni kama lilimtachi, kwa sababu aliogopa na hakuwa tayari kabisa kuingia katika kesi ya mauaji. Aliruka pale, kutoka pale kwenye uwanja, akaja mpaka pale chini alipokuwa amemlaza mama yangu. Akaanza kumshika na kumpapasa katika maeneo mbalimbali, huku akigusa kifuani na katika mishipa hii ya shingoni inayopeleka damu kwenye kichwa. Alipogusa pale, aliniambia kwamba hapana, hajafa, tumwahishe tu hospitali.
atakuwa amezimia. Nilitaka kumkomoa, lakini sasa naona kama imekuwa too much. Msikilizaji, babangu pale alimfungulia mama yangu haraka sana. Akamfungulia akasema, mweke mito chini, mweke mito chini. Ni mimi, ngoja nikandae gari, ngoja nikaseti gari vizuri. Msikilizaji, baba yangu alitoka pale. Nilijua ni namna gani ya kumpa huduma ya kwanza mtu ambaye amezirai. Niliweka mito chini ya miguu ya mama yangu haraka sana, na damu yake ikawa sasa inakimbilia kutoka miguuni kwenda kichwani. Wakati huo nilikuwa nikimpepea huku nikiwa ninalia. Nilimpepea kwa nguvu sana pale. Baba alienda kugeuza gari yake ambayo tayari ilikuwa iko pale nje. Akageuza ile gari haraka sana ili aje aweze kumchukua mama tuweze kumwaisha hospitalini. Alipokuja pale akaanza kuongea, akaniambia, lakini mwanangu, sikiliza. Nikimpeleka wanaweza wakaniuliza shida ni nini. Usije ukaanza kwenda wewe Lilen. Usije ukaanza kutoa ushahidi ukanifunga. Ukinifunga unajua hutasoma tena. Kwani yukoje? Amemka. Msikilizaji, babangu hofu ilikuwa ni kubwa sana. Alipiga magoti chini pale wakati nikiwa naendelea kumpepea mama yangu. Akaenda na kuanza kusikiliza kama mama yangu anapumua au la. Aligundua kwamba mama yangu ile hali ya kupumua ilikuwa imeanza kuja kwa kasi. Alikuwa anaanza kuvuta mapigo, ile ya kupumua haraka haraka ilikuwa imeanza kuja. Mapigo ya moyo yaliongezeka kusikika, tofauti na mwanzo ambapo yalikuwa yanapiga kidogo. Pale sasa mapigo yake ya moyo yalikuwa yanaanza kwenda kwa kasi kidogo. Baba aliamini kabisa kwamba mama pale anazinduka. Haraka sana baba alinyanyuka na kwenda kukoroga maji ya sukari haraka sana, huku akileta na kuanza kumnywesha mama yangu kwa kasi. Alikuwa anatanua mdomo wake muda ule, kwa sababu pale tayari alikuwa ameshatoa lile blouse alilokuwa amemfunyuzia mama yangu kwa mdomoni. Akalitoa na alikuwa ameshalitoa na kuliweka pembeni, kwa hiyo akaanza kunywesha ile maji ya juice haraka haraka. Mama yangu bana alikunywa pale. Niliendelea kumpepea huku nilikuwa naitikisa miguu yake ili damu iweze kukimbia huku chini iende kwenye kichwa haraka. Nilikuwa nakitikisa miguu na mpepea huku akiwa amenywesha yale maji. Baada ya dakika kama 12 hivi nilimwona mama yangu akiwa sasa anapumua kama kawaida kidogo. Niligundua kabisa mama yangu pale anazinduka. Jicho lake lililokuwa limegeuka na kupotea kile cheusi kubaki cheupe tu, nililiona likiwa limerudi. Cheusi kile kilianza kurudi. Nikazidi kumpepea mama yangu, nikimwambia, baba, wewe unaweza kumuua mama yangu wewe? Hapana. Kwa upendo ambao ninakupenda siwezi nikakuulia mama yako. Toka huko bana. Nilikasirika na kumfukuza baba yangu. Lakini hakuondoka, aliendelea kuwepo pale. Nilihakikisha kwamba mama yangu nampepea mpaka ananyanyuka pale. Mwanangu, nimechoka sana jamani. Mlinipeleka wapi? Mama, hatujakupeleka mahali. Kwani unajisikiaje sasa hivi? Nimechoka sana jamani. Jamani, sasa mbona mmenilaza hapa chini? Hapana mama, hebu upanda basi kitandani, shika kunyanyua. Ana nguvu sasa za kunyanyuka. Msikilizaji, tulimshika mama, mimi pamoja na baba, tukamnyanyua, tukamkalisha kwenye kitanda. Tulimpeleka kumsogeza karibu na kitanda pale vizuri, karibu na ule upande wa kichwani wa kitanda, na kumwegemeza pale huku tukiwa tumeweka mito mingine chini. Aregemea pale akiwa amekaa kama amelalala hivi. Jasho lilikuwa linamtoka jingi sana muda ule. Ni kama akili zake zilianza kurudi, kwa sababu mwanzoni akili zake ni kama zilikuwa hazipo, haelewi kabisa kwamba alikuwa wapi. Hivi lakini baba nani, una akili kweli? Umemfanyia hivi kweli? Ndo kitendo umeamua kumfanyia mwanao hicho kweli? Mama yangu alipoongea vile, niligundua kwamba akili yake pale tayari akili zake zilikuwa zimerudi. Ni kama alikuwa amenikumbusha jinsi ambavyo babangu kitendo alichonifanyia. Sasa pale ilibidi nianze kumbembeleza mama. Nikamwambia, mama, naomba unyamaze tu, mambo yaishe. Naomba unyamaze. Hapana baba, lile ni kitendo ulichonifanyia, hutasamehewa hata siku moja mbele za Mungu. Huwezi ukasamehewa. Huwezi kumfanya mtoto wako wa kumzaa vitendo vikubwa kiasi hiki.
Unamfanya tena mbele yangu. Ni matusi gani haya ambayo unanionyesha mimi? Umefikia kitendo cha kunidharau na kunifanyia vitu vibaya namna hii. Kwa kweli umeniweza, 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 umeniweza. Nakushukuru, nakushukuru sana Baba Lile, nakushukuru sana kitendo ulichonifanyia, kumfanya mwanangu mbele yangu, mtoto wako kumzaa unamfanya mbele yangu mimi. Asante, 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 asante. Nakushukuru, nakushukuru. Mama yangu alilia sana machozi. Kitendo cha mama yangu kulia sana vile kulinifanya hata mimi nijisikie vibaya. Nilijikuta machozi yangu yakiwa yanatoka huku nikiwa namtazama baba yangu kwa jicho baya sana. Baba yangu alinitazama huku akiwa ananikonyeza. Kutokana na mamangu alivyokuwa analia, nilikasirika, nilisahau kabisa penzi lote ambalo alilonipa baba yangu. Baba yangu hakuacha, aliendelea kunitazama huku akiwa ananikonyeza kwa jicho lake. Aligundua kabisa kwamba nimekasirika kwa kitendo ambacho alichokuwa amekifanya. Mwisho akaanza kunyanyua mdomo wake na kuanza kuongea. Mama Lilen, hebu acha kulia kwanza. Nashukuru ulichonifanyia. Kama kweli ndicho kitu ulichoona ni cha maana kunifanyia mimi hicho, kumfanya mwanangu wa kumzaa niliyezaa na wewe, unaamua kumfanya mbele ya macho yangu bila kujali kwamba tumbo la uzazi linauma. Baba Lile, ni utasamehewa dhambi zako zote. Umemwingilia mtoto wako, mtoto wako. Utasamehewa dhambi hiyo milele. Lile, ni baba yako amekuingilia mwanangu. Makosa tuliokoseana mimi na yeye ameamua kulipizia kwako. Mwanangu, nisamehe sana mwanangu. Mama yangu alilia machozi sana pale, msikilizaji. Hata mimi niliumia sana jinsi ambavyo mama yangu alivyokuwa analia. Ningefanya nini basi? Sikuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote. Baba yangu alianza kuongea tena, akionyesha kabisa kwamba hata kile kilio cha mama kilikuwa kimemgusa na yeye. Na jinsi ambavyo nilivyokuwa nikimtazama, aligundua kabisa kwamba nimekasirishwa sana na kitendo kile alichonifanyia. Lakini kwa upande mwingine, nikiongea ukweli, msikilizaji, hili nakuambia wewe leo, kiukweli nilikuwa nimekasirishwa baada ya akili yangu kurudi, lakini nilifurahia sana mechi ya baba ambayo aliyokuwa amenipa. Muda wa tukio nilikuwa nikifurahi sana kitendo ambacho baba alichokuwa amefanya. Yani ile process ya kufanya ilikuwa ni enjoyable sana. Ilikuwa ni kitendo ambacho muda ule kilikuwa ni kitukufu, japokuwa kilikuwa ni kitendo kibaya sana na haramu sana. Ni haramu kwa sababu ya mtu aliyefanya. Nilitamani sana kama ningepata mwanamume ambaye alikuwa na ustadi mzuri wa kufanya kama ambavyo alivyokuwa anafanya baba. Lakini kwa sababu utashi wangu muda ule ulikuwa umerudi, nilikuwa nikiumia sana kwa kitendo alichokifanya, japokuwa kilikuwa na ladha nzuri sana kuzidi pengine watu wote ambao waliokuwa wamebahatika kukutana na mimi. Mama Lilen, makosa yangu yote ambayo mimi nitaonekana nimeyafanya kwa kitendo hiki nilichokifanya, wewe ndiwe ambaye unapaswa kulaumiwa. Wewe ndio unapaswa kulaumiwa kwa sababu wewe ndiwe uliyetoa kauli kwenye mdomo wako ukinieleza kabisa kwamba huyo sio mtoto wangu wa kumzaa. Sasa hivi unabadilisha, unaniambia nimefanya na mtoto wangu wa kumzaa. Hayo ni maneno yako wewe mwenyewe umezungumza.
Na nimefanya hivi ili uweze kugundua ni jinsi gani inavyokuwa inauma sana mtu kuambia kwamba mtoto sio wako. Nilihitaji nikutendee kitendo na wewe ambacho kitakuuma siku zote za maisha yako. Na sijui nisemeje, lakini kama kuna makosa yoyote yale juu ya kitendo hiki nilichokifanya kwa ajili ya kukukomoa wewe, basi adhabu hiyo ya Mwenyezi Mungu ishuke upande wako kama hutaomba msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu. Nisihusishwe kabisa kabisa, kwa sababu uliniambia maneno mabaya na ya kuniudhi sana. Na ndio maana nimeamua sasa, kwa sababu sio mtoto wangu, niweze kushiriki na yeye. Lilen. Abe baba. Ikiwa kuna matatizo yoyote ambayo yataambatana na wewe, iwe ya kisaikolojia au matatizo yoyote yanayotokana na kitendo nilichokufanyia wewe, umlaumu mama yako na sio mimi. Nilikuwa mimi nikilipiza kisasi, na amenieleza kabisa kwamba wewe sio mtoto wangu. Chochote kitakachotokea, umlaumu mama yako na sio mimi. Narudia tena hayo maneno kukwambia. Hata hivyo, nataka nikwambie, na nayasema mbele ya kwako wewe na mama yako pia, kitendo chochote kitakachoendelea, matokeo yoyote yatakayotokea, sababu ni mama yako. Mama Lilen, nimelionjesha tunda. Nimeliona tunda hili likiwa na utamu mkubwa sana, ambao pengine nina miaka mingi sana sijawahi kukutana na utamu wa aina hii. Katika tunda hili nililokula, sijui kama nitaweza kuliacha tena. Sijui kama nitaweza kuliacha tena kabisa. Na sababu kubwa ni wewe. Ujisifu wewe. Kujitetea ujitetee wewe. Na kujilaumu wewe, na sio mtu mwingine yoyote yule. Endelea kutafakari. Ya kwangu ni hayo. Baba nani? Baba Lilen, siwezi kuliacha hili jambo lipite hivi hivi. Siwezi kuliacha hili jambo lipite hivi hivi. Lazima we nikakushitaki. Lazima nikakushitaki. Kitendo hiki ni kitendo cha kinyama sana ulichomfanyia mtoto, pamoja na mimi pia vile vile. Umeniharibu sana saikolojia yangu. Yaani mpaka mimi kweli kumbe nimezimia kabisa kwa kitendo cha hovyo ulichokuwa unakifanya mbele ya macho yangu. Lazima nitakushitaki na kushitaki hakika vile. Siwezi nikakuacha hivi. Nakwenda kushitaki polisi. Ninakwenda kushitaki. Msikilizaji, mama yangu alikuwa amekasirika sana. Alimwapia baba yangu kwamba anakwenda kushitaki. Baba yangu alimtazama, akaongea tu maneno machache. Nilikwisha kukwambia lolote litakalotokea ulaumiwe wewe. Kama utapenda kwamba niende nikakae jela maisha, lawama pia zitakuwa ni kwako. Vyovyote utakavyoamua. Najali sasa. Puzi sana wewe. Babangu alizungumza maneno yale na hatimaye alitoka pale. Moja kwa moja alienda nje. Nilisikia akiwa anawasha gari lake. Ni dhahiri baba alikuwa ameondoka pale nyumbani. Mamangu aliendelea kulia pale. Ilibidi sasa nigeuke na kwanza kumbembeleza mama yangu. Mama. Mwanangu, naona hata aibu ukiniita mimi mama yako. Pengine nimekuwa mjinga kupita kina mama wote. Nimekuwa mjinga sana kwa jinsi ambavyo ugomvi wangu na baba yako umekuja kufanya ufanywe matendo mabaya sana. Lakini mwanangu, nakwambia haki yako nitaitafuta mpaka mwisho. Haki yako nitaitafuta mpaka mwisho. Lazima baba yako aende jela, lazima.
Mama, ninajua una machungu sana na hata mimi nina machungu sana. Una machungu sana kwa kitendo hicho ambacho baba alichonifanyia, lakini na mimi nina machungu makubwa sana kwa kitendo baba alichonifanyia. Lakini mama, sioni kama ipo sababu tena sasa hivi ya kwenda tena mahakamani. Wewe Lilen, unamaanisha kwamba mimi niache nisiende mahakamani, yaani nisiende polisi kushitaki kutafuta haki yako mahakamani? Ndiyo mama, ninamaanisha kwamba wachane na hayo mambo, yabaki mambo ya kifamilia. Lilen, mambo ya kifamilia baba yako kukuingilia, mambo ya kifamilia baba yako kukuingilia mbele yangu mimi na kuniumiza mimi moyo wangu kiasi hicho? Ni mambo ya kifamilia gani hayo? Familia gani ya kipumbavu namna hiyo? Siwezi kuacha, siwezi. Lazima baba yako apate gharama kubwa ya maneno haya ya kitendo hiki alichokifanya. Mama, msizidi kuniumiza, wazazi wangu, msizidi kuniumiza jamani. Kuendelea kulipeleka hili jambo mbele ni kuzidi kuleta aibu kwenye familia na kuzidi kunidhalilisha mimi. Ninajua kwamba wazazi wangu mmekosea sana wote wawili, na hasa baba yangu, lakini usiende na hili jambo mbele mama. Ukienda nalo hili ni kuzidi kunidhalilisha mimi mama. Mwanao nitashindwa kustahimili. Naomba hili jambo liishe mama. Lilen, nimesema siwezi kumwacha jangili mnyama kama huyu nikamwacha uraiani. Lazima niende kituo cha polisi na hii kesi ifunguliwe moja kwa moja mahakamani, akalipie upumbavu wake aliofanya. Hilo, yani sitaki kwanza kusikia hayo maneno. Huwezi kudhalilishwa mbele yangu na mimi kudhalilishwa. Yani anaonyesha kwamba ametoka na wanawake kibao huko, amechoka. Sasa ameamua kutoka na wewe, mtoto wake wa kumzaa, mbele ya macho yangu mimi, si ndivyo? Lazima wewe unaweza kuwa mwanamke wa mwisho kulala naye. Lazima huyu aende kulipa gharama jela. Mama, kama unahitaji mimi niweze kuendelea na shule na kupata mafanikio, naomba mwache baba aweze kukaa kuwa uraiani. Mwache kabisa baba huyu. Haya makosa yake yatalipwa na Mwenyezi Mungu. Lakini usimpeleke mahali popote pale. Na kama mama utaendelea kusimama na huo msimamo wako, mama, nitaacha shule. Siwezi kuendelea na chuo huku nikiwa na kesi ya kuingiliwa na babangu mzazi. Nitaficha wapi uso wangu mimi? Itakuwaje nikiwa ninakaa mimi darasani au mahali popote pale, wenzangu they are looking at me na wanajua kabisa kwamba mimi nimeshare na baba yangu? Watu ambao waliokuwa wananiheshimu, unafikiri wataniangaliaje wakijua kwamba mimi nimeingiliwa na baba yangu mzazi? Alafu kesi iko mahakamani. Kwa hiyo sio mambo ya juu tu, na mimi nimekubali ende mahakamani. Mama, ikiwa una msimamo huo, mimi naacha chuo kabisa. Naacha na sitoendelea na maisha yangu, yawe mazuri yawe mabaya, yakiharibika sababu utakuwa ni wewe. Ni hayo tu mama. Alafu sitaki mniumiza zaidi. Mimi narudi kule, nimekuja huku kwa dharura tu mama, kwa sababu ya ulichoniambia. Ninataka nirudi kule nikafanye mitihani mama. Ukianza kuipeleka hiyo kesi mahakamani, sitaweza tena kuwaza habari ya mitihani. Nitawaza tu hiyo kesi mama. Kwa nini lakini mama yangu amnisikilizi? Mmeamua wote kunimaliza kwa staili hiyo. Baba aniingilie
mimi kabisa, halafu na wewe uipeleke mbele ili uzidi kunidhalilisha? Kwani baba alivyofanya hapa amemaliza? Kuna mtu gani mwingine anajua tofauti yako wewe na mimi na yeye? Mama, ukipeleka mbele itazidi kuniumiza mimi mama, nitazidi kudhalilika. Kweli mama, mimi kama ukiendelea, mimi siwezi kusoma, siwezi kuendelea na chuo kabisa. Nilipozungumza swala la mimi kuacha chuo, lilimgusa mama yangu moja kwa moja. Mama yangu alikuwa anatamani sana mimi niweze kusoma. Nilivyomwambia kwamba ikipeleka ile kesi mahakamani tayari mimi ninaachana na chuo, mama yangu alinywea akaniambia, basi nisikilize. Hii ni jinai aliyoifanya. Na jinai haiozi. Sasa kama jinai haiozi, mimi niko tayari kukusikiliza mpaka utakapomaliza miaka. Kama utasema kwamba hiyo kesi iendelee, sawa. Lakini kama utaona iishe, sawa. Lakini mimi sasa hivi sitaendelea nayo mwanangu, na ninapenda sana usome. Sitaendelea nayo mwanangu. Soma. Msikilizaji, nilikuwa niko kwenye wakati mgumu sana msikilizaji. Lakini mama yangu alinisikia. Akanieleza kwamba hawezi kuendelea na ile kesi. Msikilizaji, ukweli wa moyo wangu ni kwamba nilikuwa nimeenjoy ile mechi yangu mimi na baba. Na kigezo ilikuwa sio kwamba eti baba yangu eti sijui kwenda jela au nini. No. Nilikuwa ninatamani kwamba baba yangu asiweze kwenda jela ili pengine siku moja tuweze kuirudia ile mechi. Lakini pia baba yangu alikuwa ameniahidi kwamba atakuja kufanya kunisomesha. Kwa hivyo nilijua kabisa kwamba ikiwa baba yangu ametaka kunisomesha na ikitokea kienda jela, maana yake mimi siwezi nikasomeshwa tena. Nilitamani kuiona ile ahadi ya baba aliyoniahidi muda wakati tuko katikati ya mechi, alivyoniahidi kwamba atanisomesha. Nilitamani sana kuona hayo mambo. Jinsi gani baba yangu ange take care again to me before, kama vile before ilivyokuwa. Nilifurahi kwa sababu mama yangu alikuwa amenisikiliza. Nilitoka pale nikamwambia mama yangu kwamba sasa mimi inabidi nirudi chuoni. Mama akaniambia, kwa hiyo mimi ninakaa hapa. Nikamwambia mama, ninachojua baba amekwisha kukukomoa, hawezi akashughulika na wewe tena. Lakini kama ikitokea akisema kitu chochote kile cha kutaka kukufanyia kitu kibaya, just call me, niambie, nitafanya utaratibu wote ule ili uweze kuhama hapa nyumbani mama. Mwanangu, mimi simwamini baba yako. Simwamini baba yako tena. Sasa hivi namuona kama mnyama mkubwa kweli. Yaani namuona kama mnyama. Simwamini baba yako tena. Hapana mama. Mimi naamini baba hawezi akakufanya kitu tena sasa hivi. Naomba tu uweze kutulia mamangu. Mimi ninaenda, utaniambia, lakini naomba niende. Nikimaliza UE na kuja tutakuwa tunakaa wote hapa. Lolote litakalotokea basi, kama ni kuhama tutahama wote, tutakaa sehemu nyingine mama. Lakini siamini kwa sababu babangu nimeonyesha kabisa alikuwa na hasira na wewe. Nia na madhumuni yake ilikuwa ni kukukomoa, na kwa sababu amesha kukomoa, sidhani kama kuna kitu chochote atakufanya tena sasa hivi. Msikilizaji, tuliendelea kuongea mimi na mama yangu pale. Mama yangu alikuwa ananisikiliza nilichokuwa namwambia. Japokuwa alikuwa katika hali ya huzuni, lakini ilibidi nimwage kwamba niweze kurudi chuoni. Wakati ninaendelea kumwaga pale kwamba mama, mimi inabidi nirudi leo hii niweze kurudi chuoni, mama alinibembeleza kwamba na angalau nisubiri mpaka kesho yake. Niliendelea kupiga story pale na mama haraka sana. Kidogo nilisikia gari ya baba ikiwa inakuja kwa kasi na kuchuna breki hapo nje. Spidi aliyokuwa amekuja nayo na kusukuma mlango ilinifanya niogope sana kwamba ni kitu gani ambacho baba anataka kufanya. Alisukuma mlango na kuingia ndani, jicho lake likiwa liko pima. Kiukweli ilikuwa ni wakati wa hatari sana. Nilingiwa na hofu sana msikilizaji. Niliendelea kutafakari kwamba ni nini ambacho baba anataka kukifanya.
Mungu wangu. Basi bwana msikilizaji, tukutane katika sehemu inayofuata ili niweze kumalizia kukupa story jinsi ambavyo ilivyokuwa. Aiseni naye kuletea simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Tukutane katika sehemu inayofuata. Bye bye.